Simba na Yanga hakuna kukimbiana, sasa kukutana makundi CAF, ambapo imeelezwa shirikisho la soka barani Afrika limetangaza rasmi kuwa draw ya hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa Afrika CAF Champions League ya mwaka 2025-2026 na kombe la shirikisho CAF Confederation Cup kwa mwaka 2025-2026 itafanyika tarehe 3 Novemba 2025 jijini Johannesburg, Afrika Kusini. Kwa mjibu wa taarifa hiyo kwamba draw ya kombe la shirikisho itaanza saa 11 GMT, ambayo ni sawa na saa 8 za mchana kwa saa za Afrika Mashariki, ikifuatiwa na draw ya ligi ya mabingwa Afrika ambayo itafanyika saa 12, ambayo itakuwa ni sawa na saa 9 mchana kwa saa za Afrika Mashariki. Vilabu vya Simba, vilabu vya Tanzania Simba, Yanga, Azam na Singida Black Stars vitafuatilia kwa ukaribu draw hiyo ambaye itaamua wapinzani wao katika hatua za makundi ya msimu wa 2025-2026 endapo zitatinga kwenye hatua inayofuata. Mpaka sasa timu hizo zimeweza kufuzu kwenda hatua inayofuata, hivyo kinachobakia ni kwamba timu hizo ziweze kusubiria tu draw hiyo ambayo itafanyika Novemba 3, ambapo kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba klabu ya Yanga pamoja na klabu ya Simba zitakaa kwenye poti moja, yani chungu kimoja, hivyo hawawezi wakakutana kwenye hatua ya makundi. Kila mmoja anaweza kuwa na kundi lake peke yake, ambapo hapo labda waje wakutane katika hatua ya robo finali huko mbeleni, lakini kwa sasa hawawezi wakakutana kwa watakuwa wamekaa chungu kimoja. Ikiwa tayari timu tatu zimeshafuzu, yani Yanga, Azam pamoja na Singida Black Stars, inasubiriwa ni klabu ya Simba ambayo nayo kwa matokeo walionayo ni kama imeshafuzu, kwa kuwa sio rahisi kuweza kupindua meza ya goli 3 ambazo shinda ugenini wakiwa uwanja wa nyumbani wakaruhusu goli 4-0 kwa wapinzani wao ambao ni Isingizini Hot Spurs ambayo inatokea Eswatini. Hivyo kwa mjibu wa taarifa hiyo, draw itakavyofanyika, basi kila mmoja atajua mpinzani wake ni yupi na ni vipi ambavyo anaweza kukabiliana naye mpinzani huyo kwenye hatua ambazo zitakuwa zinafuata kwenye hatua ya makundi, ambayo itamlazimu mwingine aweze kwenda mpaka hatua ya robo finali, ikiwa klabu ya Simba pamoja na Yanga zimekuwa na uzoefu wa muda mrefu zaidi kwenye michuano hiyo, huku historia ikiwa kwa timu ya Singida Black Stars pamoja na Azam ambazo zenyewe takia kuanzishwa kwake hazijawahi kuingia kwenye makundi kombe la shirikisho wala klabu bingwa, huku Azam ndio akiwa ana sherehe kubwa zaidi kwa kuwa yeye toka timu yake ilipoanzishwa 2004 hajawahi kuingia hatua ya makundi yoyote yale, na huo ukawa ni mwanzo wake 2025 kuingia katika makundi na kuweka historia ya kipekee zaidi na hadi kuamua kuweka sherehe au paredi ya kuingia makundi.